Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo asubuhi kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Ujerumani yamkamata aliyejitangaza mfalme wa kupiga marufuku kundi lake lenye msimamo mkali. Charles Hilary, mtangazaji nguli wa zamani wa BBC na DW, azikwa. Nchini DRC, wakazi wa kijiji cha Katogota waadhimisha miaka 25 tangu mauaji ya watu 375. Alama ya onyo kwenye vifunganishio vya vyakula kukuepusha na matatizo ya uzazi. Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani. Kwa moyo mkunjufu na mikono miwili, ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais wa Kenya William Ruto ni mtu mwenye majina mengi ya utani. Naibu Yesu, El Chapo, Hasla na muuza kuku ni baadhi tu ambayo amepata katika miaka ya hivi majuzi. Kama ilivyo ada, wakati mtu anapewa majina mbadala, mengine ni kuonyesha mapenzi, lakini mengine yanakusudia kumdhihaki na kuonyesha hasira kali dhidi yake. Historia ya majina yayo ya rais wa Kenya yanaonyesha jinsi mtazamo wake ulivyobadilika. Ruto amekiri kwamba mtindo wa kumbatiza upya, akitania hivi majuzi kwamba Wakenya wanamaliza na majina mengi ya utani. Mmenipa majina mengi sana. Nilikuwa na jina William Kipchirchir Samuel Ruto. Mmeongeza Survivor, Zakayo, na sasa mko na Kasongo, jina la wimbo wa Kikongo kuhusu kuachwa kwa kuhuzunisha. Je, mtanimaliza yanamefika 10 au nijiandae kwa zaidi? Aliuliza hivi karibuni. Umati wa watu katika mkutano katika mji mkuu wa Nairobi ulijibu kwamba walikuwa na zaidi. Kabla ya kuchaguliwa kuwa rais mwaka 2022, Ruto alivutia majina yanayoimarisha sifa yake kama mtu wa watu. Hasla, usemi wa Kenya wa watu anayetafuta riziki dhidi ya hali ngumu, ulisaidia kumwonyesha kama mtu ambaye angetanguliza mahitaji ya watu wanaotatizika. Muuza kuku akirejelea maisha yake ya utotoni alipokuwa akifuga kuku kando ya barabara, uliwaguza watu wengi walioona maisha yake kuwa mfano wao wenyewe. Haya yalikuwa ni majina mazuri sana. Walimuuza kwa umma kulingana na kura. Mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Aman Manyora alizungumza akisema kuwa walimsaidia kuingia kwenye wadhifa huo wa juu. Lakini rais amekuwa mtu mashuhuri katika siasa za Kenya kwa muda mrefu.
ikiwa ni pamoja na kuhudumu kama naibu wa rais kwa miaka 9 hadi 2022 na hajawahi kukosa kuhusika na mabishano. Profesa Manyora anakumbuka jina la Arap Mashamba, iliyotafsiriwa mwana wa mashamba, alipopewa chini ya miaka 10 iliyopita. Linahusiana na umiliki wa Ruto wa ardhi kubwa kote nchini humo. Kumekuwa na wasiwasi kuhusu jinsi baadhi ya ardhi hizi zilivyopatikana. Mwaka 2013 mahakama iliamuru Ruto kusalimisha shamba la ekari 100, hekta 40 ya kufidia mkulima ambaye alikuwa na mshtaki kwa kulinyakua wakati wa ghasia baada ya uchaguzi mwaka 2007. Alikana kosa lolote. Tabia ya Ruto ya kunukuu mistari ya Biblia pia ilimfanya atambulishwe kama naibu Yesu. Lakini ni tangu kupanda kwake katika wadhifa wa urais ndipo watengenezaji majina ya utani wamekuwa wakifanya kazi kwa muda wa ziada, huku majina mapya yakiundwa na kuzidi kumkosoa kiongozi huyo. Jina moja linalojitokeza ni lile la Zakayo. Kiswahili likimaanisha mtu wa Biblia ambaye anajulikana kama mtoza ushuru mwenye pupa aliyepanda juu ya mti ili kumwona Yesu. Serikali ya Ruto ilianzisha ushuru mwingi ambao haukupendwa na Wakenya, na Wakenya wengi wakaanza kusema kwamba alikuwa amewasaliti. Maumivu ya kulipa kodi zaidi na mtazamo kwamba pesa ya ziada zinapotea mara nyingi iliyotawala mazungumzo mengi. Mwaka jana vijana walijitokeza katika mitaa ya Nairobi kwa wiki za maandamano ambayo yaligeuka kuwa mauti, kupinga mapendekezo jipya la serikali la kuongeza ushuru ambalo litupiliwa mbali baadaye. Wimbo wa Ruto lazima aondoke madarakani uligeuka kuwa wimbo wa waandamanaji, na sasa must go limekuwa jina jipya la kiongozi huyo. Wabunifu wao pia wamezingatia madai kwamba rais anafurahia kusafiri nje ya taifa hilo. Kwa hivyo jina la Vasco da Gama, mchezo wa kuigiza unaohusu jina la mvumbuzi wa Kireno wa karne ya 15 Vasco da Gama, na neno la Kiswahili danganya ambalo linamaanisha kudanganya. Vasco danganya. Waaminifu wa Ruto pia umetiliwa shaka na kaunda ya Ukongomani anayemwiga marehemu mwanamuziki wa Kongo Kanda Bongoman. Sehemu ya kwanza inahusu mapenzi ya rais kwa suti ya kaunda, koti la safari pamoja na suruali inayolingana na uongoman, ambayo inajumuisha neno la Kiswahili la uongo linalomaanisha uongo, kaunda uongoman. Lakini rais anaonekana kutoweza kukabiliana na hali hii ya mashambulio ya maneno. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema majina mengi yaongezi wasiwasi katika ofisi ya rais, lakini unasa jinsi watu wanavyotazama mtu. Ruto amejitolea sana na anafanya kila awezalo kubadilisha uchumi. Mwaura pia amesema licha ya jina la utani la Zakayo, serikali imelazimika kuongeza ushuru ili kulipia miradi mipya, kupunguza nakisi ya bajeti na kurekebisha uchumi. Hata hivyo, wakati watu wanavuka mipaka zaidi na kubuni majina mapya na kutumia kejeli ya aina za sanaa kumkejeli rais wa taifa lao, kumekuwa na hisia hasi kutoka kwa viongozi. Baadhi ya katuni za picha zinazozalishwa na AI, ikiwa ni pamoja na kumwonyesha rais kwenye jeneza, zimetajwa kuwa za uzembe zinazochukiza. Baadhi wanaodaiwa kuwa watayarishaji wa maudhui haya mtandaoni wamekuwa waathiriwa utekaji nyara. Hii Profesa Manyora amesema inafaa kuonekana kama ishara ya serikali kushindwa kuvumilia raia wake. Alitoa mfano wa matumizi ya El Chapo, akimaanisha mfanyabiashara huyo wa zamani wa dawa za kulevya wa Mexico, baada ya Ruto kuahidi mashine itakayozalisha chapati milioni 1, ambapo pia inajulikana kama Chapo nchini Kenya, kila siku kwa ajili ya kulisha watoto wa shule katika mji mkuu. Bwana Kiblimo hata hivyo anafikiri kwamba jinsi rais anavyowapuuza wabunifu hao huku akionekana kuwakumbatia inaonyesha jinsi alivyo na nguvu. Profesa Manyora anaamini kwamba vijana wanaokuja na majina mbadala ya rais hufanya hivyo kama aina ya ukakasi, njia ya kutoa kero zao. Mtazamo huu
unaungwa mkono na mwanafunzi Margaret Wairimu Kaura mwenye umri wa miaka 24 ambaye amesema kuwa Wakenya wengi wana uchungu mwingi. Watu mashuhuri wamejitokeza kusini mwa Ufaransa huku tamasha la 78 la filamu la Cannes likianza Jumanne jioni. Kuanzia Quentin Tarantino hadi Eva Longoria na Bella Hadid hadi hapa ambapo kuna sura muhimu kwenye zulia jekundu usiku wa ufunguzi. Serikali ya kaunti ya Nairobi imefunga jumba la Grand Lodge linalotumika kama ukumbi wa ibada wa waumini wa Freemasons wa Afrika Mashariki iliyopo katikati mwa jiji kutokana na malimbikizo ya deni ya ardhi kiasi cha shilingi milioni 19 za Kenya. Operesheni ya utekelezaji hilo limeongozwa na afisa wa afya Susan Silantoi, afisa mkuu wa ofisi ya gavana Priscilla Mahinda na afisa mkuu wa makazi Lydia Madhia. Ni sehemu ya kampeni pana ya kaunti inayolenga wale wanaokiuka viwango vya mapato katika mji mkuu. Kulingana na maafisa wa kaunti, ukumbi wa Freemasons umefungwa kufuatia taratibu zinazofaa, ikiwa ni pamoja na utoaji wa nyaraka za mahitaji na maonyo ya umma. Afisa mkuu Lydia Madhia alibainisha kuwa ingawa utekelezaji huo unaweza kuwasumbua wapangaji, sheria inaruhusu kaunti kukatiza huduma kwa wamiliki wa mali wasiofuata sheria. Wizara ya afya huko Gaza imesema kuwa idadi ya watu walioaga dunia wanaowasili hospitalini tangu alfajiri ya kuamkia hiyo jana imefikia watu 70 kufuatia mashambulio ya anga yanayoendelea ya Israeli kwenye ukanda huo. Makumi wengine wamejeruhiwa. Hospitali ya Indonesia imeripoti kuwa watoto 22 na wanawake 15 ni miongoni mwa waliofariki dunia baada ya nyumba kadhaa kushambuliwa kwa mabomu huko Jabalia na kambi yake. Wizara hiyo imesema kuwa idadi ya kadhaa ya waathiriwa bado wako chini ya vifusi na mitaani na kwamba ambulensi na wafanyakazi wa ulinzi wa raia hawawezi kuwafikia. Mashambulio hayo yametokea siku moja tu baada ya shambulio la anga la Israeli kulenga kile ambacho jeshi ilielezea kuwa ni ngome ya chini ya ardhini ya Hamas huko Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza na kuwaua makumi ya watu. Kikosi cha kijeshi cha Mali kimevifuta vyama vyote vya kisiasa nchini humo huku kukiwa na msako mkali dhidi ya wapinzani tangu jeshi kunyakua mamlaka. Uamuzi huo umethibitishwa na kiongozi wa kijeshi Assimi Goita ambaye alichukua mamlaka baada ya mapinduzi ya mwaka 2020 na 2021 na anatazamia kusalia madarakani kwa angalau miaka mingine 5 licha ya kuahidi kufanya uchaguzi. Hatua hiyo inatarajiwa kuibua upinzani mpya wa vyama vya siasa ambavyo vimekuwa vikidai nchi hiyo irejelee kwenye utawala wa kidemokrasia. Tangu mwaka jana, mamlaka ya kijeshi yamezidisha ukandamizaji wa shughuli za kisiasa. Wiki iliyopita, kufuatia maandamano nadra ya kuunga mkono demokrasia, viongozi wawili wa upinzani walitekwa nyara na watu waliokuwa na silaha wakisema walikuwa maafisa wa polisi. Mamlaka haijatoa maoni yoyote kuhusu kukamatwa na taarifa hizo. Mtangazaji wa zamani wa BBC idhaa ya Kiswahili Charles Martin Hillary amezikwa. Mwanahabari huyo na mtangazaji nguli wa zamani wa idhaa ya Kiswahili ya BBC na DW Charles Hillary amezikwa nyumbani kwake kisiwani Zanzibar. Kwaheri ya kuonana Charles. Ganzila, Dar es Salaam baada ya kuugua kwa muda mfupi. Hillary alijiunga na idhaa ya Kiswahili ya BBC mwaka 2006. Alijipatia umaarufu mkubwa miongoni mwa wasikilizaji na watazamaji wa Dira ya Dunia Radio
pamoja na TV kwa sauti yake na ufasaha wake wa lugha ya Kiswahili. Alikuwa sehemu ya watangazaji wa awali wa kipindi cha Dira TV kati ya mwaka 2012 hadi 2015 alipoondoka BBC. Safari yake ya utangazaji ilianza 1980 akiwa Radio Tanzania Dar es Salaam, ambayo kwa sasa inafahamika kama TBC. Kwa zaidi ya miongo mitatu, sauti yake ilirindima katika vituo mbalimbali vya habari ikiwemo Radio 1 Stereo, idhaa ya Kiswahili ya DW nchini Ujerumani, Azam TV, kabla ya kuwa msemaji wa Ikulu ya Zanzibar mwaka 2021. Kama wanahabari, tunaomboleza kifo chake na kumwomba Mola ailaze roho yake penye wema. Sasa ni kuache tu na picha hizi za kumbukumbu ya kipaji chake alipokuwa hapa BBC. Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Charles Hillary nikiwa hapa London. Najivunia kuwemo katika kundi au jopo lililoanzisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya televisheni. Mimi nimestaafu BBC na nimestaafu kwa sababu nimefikia umri wa zaidi ya miaka 55. Kwa sheria ukifika 55, 56 mpaka 60 unaweza kustaafu mapema. Kwa hiari yako. Kwa hiyo ndicho nilichofanya, nimestaafu na leo hapa ndio mwisho katika televisheni ya BBC. Nawashukuru pia watazamaji wetu, na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka katika Dira ya Dunia kwa siku hii ya leo, na watakieni nyote Pasaka njema. Na mimi ndo siku yangu ya mwisho, nasema bye bye, kwa herini. Mungu atulinde mpaka tuonane. Mungu atulinde hadi tuonane. Bye. Ndio hali ambayo alipokuwa anatamatisha huduma zake kwenye runinga na vilevile shirika la BBC jijini London, Charles Martin Hillary alikuwa anapendwa sana. Watu ni roho, ishi na watu vizuri. Ndio hali ambayo ilijitokeza hapo, na ndio namna hiyo basi kashatangulia mbele za haki. Tumtakie kila laheri. Mungu amweke mahala pema penye uwaja wake kwa hali yake ambayo aliitenda katika dunia hii. Jose Mujika, kutoka uasi hadi rais maskini zaidi duniani, ambapo Jose Pepe Mujika, mwasi wa zamani ambaye alikuwa rais wa Uruguay kuanzia mwaka 2010 hadi 15, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89. Mujika alijulikana na kuwa na saratani ya koo mwaka 2024. Anatajwa kama rais maskini zaidi duniani. Kote imezoeleka kuwa viongozi wanaishi maisha ya kifahari, lakini huyu hapa alikuwa tofauti kabisa. Anajulikana kama rais maskini zaidi duniani. Jose Mujika, rais wa zamani wa Uruguay aliyejulikana kama rais maskini zaidi duniani, aliongoza nchi hiyo kati ya mwaka 2010 hadi 2015. Lakini historia yake ni ya kipekee na ya kusisimua. Kabla ya kuwa rais, Mujika alikuwa muasi. Katika miaka ya 1960 alipojiunga na kundi la wanamapinduzi la Tupamaros waliokuwa wakipigania haki kwa kutumia silaha. Mwaka 1970 alijeruhiwa katika mapambano ya risasi na polisi. Akakamatwa na kufungwa jela kwa miaka 14. Akiwa gerezani, Mujika na wenzie walichimba handaki lenye urefu wa mita 130 na kutoroka pamoja na waasi wengine 100. Lakini kwa bahati mbaya alikamatwa tena na kuteswa. Aliachiliwa huru mnamo mwaka 1985. Wakati huo taifa likiwa limerudi katika utawala wa kidemokrasia. Lakini hakuachana na siasa, bali aliendelea kupigania haki hadi aliposhinda urais mwaka 2010. Licha ya kuwa rais, Mujika aliishi maisha ya kawaida kabisa. Hakuhamia katika makazi rasmi ya rais, badala yake aliendelea kuishi katika nyumba yake ya kawaida huko kwao kijijini. Mara nyingi alionekana akiendesha gari lake la zamani aina ya Volkswagen Beetle la mwaka 1987. Sasa mke wake ambaye walifunga ndoa mwaka 2005 pia alikuwa muasi wa zamani na alikuwa makamu wake wa rais katika kipindi fulani. Maisha yake ya unyenyekevu na moyo wa kujitolea yalimfanya aitwe rais maskini zaidi duniani. Lakini wengine wanaamini kuwa alikuwa tajiri wa utu, maadili na moyo wa upendo kwa watu wake. Sasa je, unadhani viongozi wetu wa Afrika wanaweza kuishi kama Bwana Mujika? Tuandikie katika maoni. Ndio swali ambalo namna hiyo hata mimi ninakuuliza. Unadhani viongozi wengi bara Afrika wanaweza kuchukua hali ya kuishi maisha ya uchochole wanapo jitwika majukumu ya uongozi?
ni swala la muda. Nchini DRC kwamba wakazi wa kijiji cha Katogota wamefanya kumbukumbu ya miaka 25 tangu mauaji ya watu 375 iliyoendeshwa na waasi wa RCD kule Goma katika kijiji chao cha mwaka 2000. Mauaji hayo yalifanywa wakati ule na waasi wa RCD waliokuwa na hasira baada ya kifo cha makamanda wao wawili waliouawa na wapiganaji wa Maimai si mbali na Katogota. Waliokuwa na hasira baada ya kifo cha makamanda wao wawili waliouawa na wapiganaji wa Maimai karibu na eneo la Katogota. Rumeneza ni mkazi wa eneo hilo, anakumbuka kilichotokea. Hakuna nyumba yenye hawakuingia kama kwenda naua batu. Nilipotezaka shangazi yangu na babinamu, na paka hivi tungali tunaona sawa vitu habishi juu kila siku ni masasi. Wanatukumbusha vile ile maafa ya zamani. Kwa kawaida wakazi wa Katogota huandaa misa na ibada kwa kumbuka waliopoteza maisha na kurusha mashada maua kwenye mto Rusizi kama kumbukumbu. Ila mwaka huu hilo halikuwezekana kwa sababu wengi wamekimbilia nchini Burundi na wengine katika vijiji jirani. Esperance Matumaini ni miongoni mwao. Tunalalamikia viongozi watujue hali, watusikilie huruma, waangalie zima yatima zilibakiaga na wajane, maanake watuchukulie kwa gisi na sisi tujikute watu kama wakaaji wengine fasi. Rafael Wakenge, mratibu wa muungano wa Wakongomani kwa ajili ya haki ya mpito, anaeleza matatizo yanayowakumba katika juhudi za kutafuta haki. Kati ya watu wenyewe wanakuwa na damu ya Wakongomani ndani ya mikono zao, mojawapo wanakuwa ndani ya serikali. Sisi tunadhani kama inawezekana, kama tunakuwa na hiyo politic, kama tunakuwa na strategy ya kuweza kutia kweli ile sheria ya mpito. Familia za wahanga wa mauaji ya Katogota zinatoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuanzisha mahakama ya kimataifa kwa ajili ya Kongo ili kuhukumu makosa yote yaliyofanywa kwenye ardhi hiyo. Kulinda haki za walaji wa bidhaa za vyakula, sharti pawepo maandishi yenye taarifa sahihi za lishe ambayo yanapachikwa upande wa mbele wa vifunganishio vya vyakula. Wakati idadi ya watu walio na changamoto ya uzazi inapozidi kupanda ulimwenguni, kuna hatari inayofichika inayohusishwa na wanawake kushindwa kupata ujauzito au mwanaume kumpa mwanamke ujauzito, vyakula vinavyotumikiwa kila siku. Tafiti mbalimbali inatahadharisha kuhusu kemikali, virutubishi, rangi au ladha bandia zinazotumika katika uchakataji wa vyakula vingi vinavyotengenezwa viwandani, ambavyo vimekuwa sehemu ya vyakula vya kila siku kwa raia wengi. Vyakula hivi pia vinahusishwa na magonjwa mengi yasiyoambukizwa kama vile saratani, kisukari, shinikizo la damu na unene wa kupitiliza. Zainab Said, mkazi wa mtaa wa Umoja jiji kuu la Nairobi, ni mmoja wa watu wanaopambana kupunguza uzito unaopitiliza wa kilo 130. Kwa zaidi ya mwaka mmoja amekuwa akitamani kupata mtoto, lakini asiweze kutokana na kile daktari wake amesema ni ujauzito ama uzito ulio hatari. Dolphin Anyanzwa, mkazi wa Utawala Nairobi, mama wa mtoto mmoja wa umri wa miaka 2, sasa alihitajika pia kufanya uamuzi mzito ambao leo anasema imelipa. Je, kuna uhusiano upi kuhusu uzazi na aina ya vyakula unavyokula? Zainab amelazimika kuanza matibabu ya kuongeza uwezo wa kushika mimba ambayo ni ya bei kubwa. Imebidi pia Zainab kuachana na vyakula kama vile keki, ice cream, vibanzi ambavyo vinajulikana kwa lugha ya huko kwenu kama chips, pizza, lakini anafanya hivyo bila kuwa na ufahamu tosha kuhusu ni vyakula vipi vinafaa au ni vipi havifai kwa sababu ipi. Ni kutokana na hilo, wataalamu wa lishe bora na watetezi wa sheria kuhusu lishe bora
wameshinikiza kuwepo kwa sera ya kulazimisha watengenezaji, wasambazaji na wauzaji wa bidhaa za vyakula kuweka maandishi ya kuhatarisha mbele ya vifunganisho vya vyakula ambavyo vina sukari kupitiliza, mafuta yasiyo na afya au chumvi nyingi. Maandishi hayo yanaweza kufananishwa na yale yanayobandikwa kwenye pakiti ya sigara au pombe, yanasaidia mlaji kufanya maamuzi bora ya chakula cha kununua. Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekumbatia mwito huo, na hivi karibuni inatazamiwa kuzindua rasmi mpango huo. Tamasha la Bahari Huru, vijana wa pwani ya Kenya wanapambana na uchafuzi wa plastiki kupitia sanaa na ubunifu. Kwa uongozi wa Caroline Gorombi, tamasha hilo limekuwa jukwaa la vijana kuonyesha suluhu bunifu dhidi ya taka la plastiki zinazohatarisha maisha ya viumbe vya baharini na binadamu. Kila siku kiasi sawa cha malori 2,000 ya kuzoa taka yaliyojaa plastiki hutupwa baharini, mito na maziwa kote duniani, kwa mjibu wa shirika la mazingira la UNEP. Lakini hata hivyo, kero hili la plastiki limewavutia vijana kutoka pwani ya Kenya kutafuta suluhu. Suluhu ambalo ndilo chimbuko la tamasha la Bahari Huru linaloongozwa na Caro Ngorobi. Plastiki nyingi ambayo yatupwa huku kwa island, nyingi yafika baharini. Lakini jamii haijui madhara ya hii plastiki. Ni kunywa maji, ni tupe chupa, hajui madhara yake na vile yanaathiri labda viumbe vya baharini. Kwa hivyo tukasema acha tuchukue hii information, tutengeze sanaa. Kupitia sanaa yetu, maana tulileta wasanii tofauti, waimbaji, washairi, tulikuwa na wapiga picha, tulikuwa na wachoraji, tukawaleta pamoja na kila msanii akatengeza kazi ya kuhamasisha jamii kuhusu ile effect ya plastic pollution kwa bahari yetu. Pia kupitia Bahari Huru Festival watu wafanya beach cleanups. It's our one good deed. Angalau tunaleta jamii pamoja. Pia wao wasafishe bahari, waone takataka ambayo inatupwa katika hiyo bahari. Ndio wanaona wapata na vijiko, watu wameenda beach, wamekula jaba, wamerusha maganda, wamewachana na wrappings za peremende hapo, pombe, chupa za glasi ziko huko, na kuleta jamii pamoja kwa activity kama beach cleanup. Wanajiona, wanaangalia hii chupa, wanasema yani mimi ndiye nilikuwa hapa jana nikaacha chupa, kumbe yaweza dunga mtu kesho, ama yaweza ingia baharini pia yumize samaki. Tatizo hili la uchafuzi wa plastiki limeibua wasiwasi miongoni mwa wanasayansi, wakielezea athari zake kwa mifumo ekolojia ya baharini na afya ya binadamu. Uchafuzi wa bahari imekuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu tukisema the ocean conditions, kama kwa mfano tunasema maybe kuna industries ambazo zinaweza kuchafua, zinaweza kudispose their influence kwa maji. Kumbuka itakuwa na ule uvuguvugu wa maji unaharibika. Ocean transparency, clarity ya maji itakuwa inaharibika, na pia kwa njia moja ama nyingine tumesema haya maeneo ambayo ni mazalio ya samaki kama matumbo, haya yako very sensitive kwa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo na maisha kama bahari yetu kwa kuna uchafuzi wa hali ya juu, then hiyo itakuwa inafanya haya maeneo ya mazalio ya samaki yanaweza kuharibika, na kwa njia ile inamaanisha samaki hawatakuwa mahali pa kuzaa. So hii pollution imeweza kuchangia moja kwa moja, lakini si pollution tu ya industrial effluent, but hata kama hizi maplastiki ambazo zinaweza kubwagwa katika bahari, kuna hizi ghost gears ambazo hazistahili kutumika. Kwa hivyo hizi kingale kama wale sea turtles na wale dugongs, hizi vitu hizi zinaweza kuwashika na hata kuweza kuwaua. Taka za plastiki sio zile tu za kunywa maji, mirija, bali hata mabango yanayotengenezwa kupitia plastiki. Vijana pia kutoka pwani akiwemo Jeremiah Mumbi anakusanya mabaki ya mabango na taka zingine za plastiki, wanazichakata na kutengeneza vitu tofauti
yakiwemo mabegi. Huwa nina siku maalum ya kukusanya hizo banners. So kwa kalenda yangu ya wiki nahakikisha kwamba kwa wiki mara moja au mara mbili naenda kuangalia banners kwa wale watu ambao wanafanya printing. Sababu tulikuja tukagundua kwamba wao kuna zile waste mingi waga wanakuwa nazo pale. So waga napitia huko, na pia siku za Jumamosi pia huwa natenga muda wangu napitia maeneo ya baharini, maana upo uchafu mwingi ambao huwa unatupwa katika bahari. So inabidi pia niende huko nipite, nikipata bana na ibeba. Hii bana mnaoiona hapa niliokota katika ufuo wa bahari nilipokuwa katika shughuli zangu za kwenda kuangalia waste. So niliweza kupata hii, na sasa hii nimeileta hapa, lakini zipo shughuli mingi za kufanya ndo ili tuende kwa final product. So bana kama hii lazima ioshwe kwanza, ipimwe kwanza na fundi wetu Omari, aikate into different pieces, alafu ndo tupate final product. Mapendekezo ambayo yametolewa na wataalam ni kuchakata plastiki, lakini pia kupunguza matumizi ya plastiki zinazotumiwa mara moja na kutupwa. Plastiki ni mwizi. Wanakuja milioni 8 kwetu baharini kila siku wanakaa. That does not sit well with me. Ndio maana story naikataa. Ni plastiki imekuja huku kwetu baharini. Ndio mpaka feeding ground zetu. Hata tukuli vizuri, hakuna chakula, hakuna mahali pa kulala. Yaani siku hizi si grass tena, mpaka seaweed tena imegeuka tu weed, tunakula, tuna get high, tunakufa. So mtamua, ni hii plastiki nitaifanya vipi? Lakini mnaweza kutumia zaidi, mnaweza ku recycle. Mnaweza kutumia tena, ukatengeneza kitu kingine tena ikazidi kukusaidia. Reuse, hiyo plastiki yako unaweza kutumia tena na tena na tena, ni ngumu sana kuharibika. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo moja kwa moja tunaelekea katika hatua ya mapumziko, ambapo tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kuhusisha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri itakayotanua wigo letu na kufikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 456146 kupitia mitandao yote. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli, vile vile na burudani. Safi pote pale ulipo kwenye hatua hiyo nzuri tu, ambapo unazidi kutufuatilia kwenye njia tofauti. Tumekupatia fursa ya kuweza kuwasiliana nasi, na wakati ambapo nitakuwa ninasoma maoni yako muda wote ule ambao namna hiyo unayatuma maoni hayo ili tuweze kuyasoma. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.